yanayoongozwa na kauli mbiu ambayo ni halisi: tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050. Kauli mbiu hii inaakisi mwelekeo wa serikali katika kuendeleza sekta za kilimo, mifugo pamoja na uvuvi na sekta zinazoambatana katika shughuli za uzalishaji zinazohusiana moja kwa moja kati ya uzalishaji wenye tija na uelewa wa masoko. Kwa upande mwingine, inatuhimiza sote, yaani viongozi, wakulima, wafugaji, wavuvi pamoja na wadau wengine kubadili mtazamo kutoka uzalishaji wa mazoea kwenda kwenye uzalishaji wa bidhaa bora zenye ushindani wa kimataifa unaozingatia mahitaji ya soko la ndani na soko la nje. Nilisema nikiwa pale Pwani katika shughuli moja ya mifugo kwamba Watanzania sasa tunapaswa, na kwa kweli tunalazimika, tuende kwenye uzalishaji wa kila siku wa bidhaa zenye hadhi kama bidhaa ambazo huwa tunaziona kwenye maeneo ya maonesho. Kwamba maonesho yasiwe bidhaa ambazo tuko nazo zisiwe kwa ajili ya maonesho, bali ndio iwe standard ya bidhaa zetu katika maisha yetu. Tukishafikia hatua hiyo, tutakuwa tumetatua mambo mengi kwa mpigo. Jambo la kwanza, tutakuwa tumejihakikishia kwamba bidhaa zetu zinapata soko. Bidhaa hizi ambazo tunaziona katika maonesho, yakiwemo maonesho haya, unaweza kuzipeleka popote duniani na zikapata soko. Katika maeneo mengi shida sio masoko. Katika maeneo mengi shida ni viwango vinavyoweza kumshawishi mnunuzi. Kwa hiyo, kwa mechanization tunazoendelea nazo, kwa uwekezaji huu tunaoendelea nao, ni lazima, kama kauli mbiu inavyotutuma, ni lazima tuendelee kuoanisha uzalishaji na vigezo vya kimataifa vya masoko.